Uongozi wa kanisa la Presbyterian Church of East Africa umeungana na viongozi wengine kukashifu siasa na vurugu zilizoshuhudiwa baada na wakati wa chaguzi ndogo, wakiomba serikali kuwajibika kikamilifu. Naibu katibu mkuu wa kanisa hilo John Mbae ametaja kuwa wajibu wa serikali ni kuwezesha wananchi kuzingatia na kutekeleza wajibu wao wa kisheria, akitaka serikali kuwapa Wakenya uhuru wa kufanya maamuzi wakati wa uchaguzi bila shinikizo lolote kutoka kwa serikali. Akizungumza katika kanisa la PCEA mjini Narok, mchungaji John Mbae amekashifu visa vya vurugu vilivyoripotiwa katika maeneo tofauti yaliyokuwa na chaguzi ndogo, akiomba serikali kuwapa wanasiasa nafasi sawa wakati wanatafuta kura kwa wananchi bila kuegemea upande wowote. Ni vyema serikali kukumbuka ya kwamba kazi ya serikali ni kuwezesha. The government is a facilitator. Hili wananchi waweze kufanya kazi yao kulingana na vile demokrasia yetu inasema. Tunaomba serikali ikubali kutengeneza na kupeana a very even ground ya wale watu wote ambao wanataka kuchaguliwa, waende waombe wananchi kura na wachaguliwe without an undue influence from the government. Tunaomba ya kwamba wafanyikazi wote wa serikali katika viwango vyote, wakati wamepewa kazi, ni vyema wapewe usalama ambao unatosha, ni vyema wapewe mazingira mazuri ya kufanya kazi. Aidha, amewataka viongozi kuzingatia amani wakati siasa za uchaguzi wa mwaka 2027 zinakaribia, akiwataka kujiepusha na matamshi ambayo kwa njia moja au nyingine yaweza kusambaratisha amani iliyo nchini kwa sasa. Tunaelekea uchaguzi mkubwa wa 2027. Huu uchaguzi utakuwa muhimu sana. Tumefanya kazi kubwa sana ya kujenga nchi yetu, na si vyema kwa uchaguzi moja tubomoe nchi yetu kwa sababu ninataka kiongozi huyu ama yule mwingine. Wewe ambaye unataka kiongozi huyu ujue ya kwamba una haki, lakini pia yule ambaye anataka kiongozi mwingine hata yeye ako na haki. Kwa upande wake, Elder Francis Olonchike amewataka viongozi kujiepusha kutumia fedha na rasilimali kuwapotosha vijana wakati wa siasa, akiwaomba pia vijana kuzingatia amani na kupata ushauri kutoka kwa wazee. Tungeomba kuwe na amani, and especially kwa viongozi wetu kutotumia rasilimali na fedha kufundisha watoto kufanya mambo mabaya, because without the money that you are giving them hakuna vile wataingia mambo ambaye ni ya kuharibifu. Na tukiwa sisi ambaye ni wazazi, Mungu ametubariki, we should be best role models ya kufundisha watoto kufanya mambo mazuri. Mimi nimepitia changamoto nyingi nikiwa mwana youth, nimekuwa mzee, saa hii I'm retired, na tungeomba muwe mkiuliza ushauri. Atakana kwamba masomo pengine mnaye makubwa kuliko wazee, lakini mzee ameona mengi, yako ni ya kitabu tu, lakini ya mzee ni ya experience. Nikiripotia TV47 nikiwa kaunti ya Narok, mimi ni Gloria Mugure.